Serikali tumekuja hapa kwa ajili ya kushirikiana na serikali ya Netherlands katika huu mpango wa nishati safi ya kupikia ambapo ulikuwa wa miaka 13, na kwa serikali tumewaomba tuje na mpango mwingine kuendelea zaidi, kwa sababu tumeona umeleta mabadiliko makubwa sana kwa vikundi mbalimbali katika Tanzania, na sisi kama serikali tumeahidi ushirikiano wetu wote katika kusapoti kuvisaidia hivi vikundi, lakini kuwasaidia wadau wote ambao wanatekeleza huu mpango wa nishati safi ya kupikia. Mpaka hivi tunavyozungumza tayari tumefikia 28.6% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia. Kwa hiyo mipango iliyopo kupitia mkakati wa nishati safi ya kupikia wa miaka 10 inaendelea kutekelezwa kwa serikali, lakini pamoja na sekta binafsi. Kama mnavyofahamu, katika huu mpango sisi tulijiwekea malengo. Lengo la kwanza ikifika mwaka 2030 tufikisha 75%, lakini ikifika 2034 tufikia 80%. Kama serikali peke yetu hatuwezi tukafanya hii kazi, kwa hiyo tunazikaribisha taasisi binafsi, sekta binafsi kushirikiana na serikali katika kutimiza hili lengo. Na kama mnavyofahamu tayari sisi taasisi zetu wakala wa nishati vijijini REA walisaini mikataba na Jeshi la Kujenga Taifa JKT, lakini pia na magereza kuhakikisha kwamba makambi yote ya magereza ambapo wanatumia wanalisha zaidi ya watu 100, lakini pia na kambi za jeshi zinazalisha watu zaidi ya 100 wanahamia kwenye nishati safi ya kupikia. Mradi huu umeweza kufikia wajasiriamali karibu 120 katika mikoa 20 ya Tanzania, lakini hao ni wajasiriamali wa kuzalisha majiko matawi ambayo yanatumia nishati kidogo, lakini pia tuna makampuni ambayo tulikuwa tunafanya nao kazi ambayo yanahamasisha matumizi ya kupikia kwa kutumia umeme kidogo, lakini unaweza kupika vyakula vingi kwa wakati mmoja. Tuna mkakati wa taifa wa upikaji safi na salama wa miaka 10 2024 mpaka 34. Tuendelee kushirikiana kwa maana kwamba hawa wajasiriamali wa jiko matawi ambao SNV imewatengeneza wasiwe ndio mwisho wao, wanatakiwa waendelezwe. New program phase itakuja, lakini itakuwa inaangalia zaidi wale wazalishaji wakubwa wa majiko ya umeme pamoja na yale majiko ya viwandani tunasema. Kwa hiyo hawa wote waliopo wanatakiwa waendelee kushikiliwa, lakini uhitaji bado ni mkubwa. Watu wanatakiwa wapewe elimu namna gani ya matumizi safi ya nishati ya salama yanaweza kawa mbadala au tija kwenye kuaddress masuala ya mazingira, lakini pia kuongeza vipato vyao. Tuwe na uelewa, yani watu wawe wanauelewa clean cooking ni nini. Tunaitaka serikali na wadau watuwezeshe ile technical na training tuifikishe kwa Watanzania wote. Tusibaki na mikoa 4 au mikoa 5 ambayo tunashughulika nayo. Kwa hiyo hilo ni takwa ambalo tunataka kama association ule utaalamu tulionao tuufikishe kwa wote wanaotengeneza majiko. Tuna watu 120 wanatengeneza majiko yanayofanana. Bei ya majiko hayo yanauzwa kati ya 15,000 mpaka 35,000, hiyo mpaka 25 matawi stove. Haya majiko yote yana qualification za kuqualify kwa ajili ya carbon finance. Lakini hawa watu wako scattered. Wanahitaji wawe bundled. Ili wakishakuwa bundled, hawa watu wataweza majiko yao haya yataqualify kwa ajili ya carbon financing. Wakipata carbon financing, haya majiko bei yake itashuka. Affordability itakuwa imeenda juu. Na affordability ikiwa juu, wengi watayatumia, na ile 8% itakuwa ni mchezo mdogo tu tutaiachieve.